kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2016 ilikuwa ni karibu ya bilioni 6, lakini serikali iligharamia gharama za watoto 103 ambako walipandikizwa vifaa vya usikivu hapa nchini na kupunguza gharama, na huduma hii inatolewa na wataalamu wetu wazawa kwa 100%. Kutoka mwaka 2020 tumeendelea kupandikiza uloto kwa wagonjwa ambao wanapata magonjwa ya damu kama multiple myeloma na cases za lymphoma, ambako mpaka sasa tumekwisha kupandikiza wagonjwa 16. Tuna kitengo chetu cha upandikizaji mimba. Sasa hivi tuna wakina mama 22 ambao tunawafuatilia na wako katika stage tofauti tofauti za upandikizaji wa mimba. Pia tuna kitengo maalum cha mgandamizo wa tiba, hyperbaric oxygen treatment, ambayo hii ni tiba maalum kwa matibabu ya vidonda sugu, maumivu makali ya mgongo, madhila yatokanayo na tiba mionzi, majanga ya moto na wapiga mbizi baharini, na jumla ya wagonjwa 340 wanapatiwa matibabu katika kitengo chetu cha hyperbaric oxygen treatment. Pia tunaendelea kutumia matumizi ya teknolojia katika tiba. Tuna tiba ya doze, ambayo hii ni kifaa maalum ambacho kina monitor mgonjwa na kuonyesha viashiria hatari ambavyo vinatusaidia kumgundua mgonjwa kabla hajaingia kwenye hatua ya hatari zaidi. Na faida yake ni tunapata matibabu mapema, tunatoa kipaumbele kwenye aina ya matibabu ya mgonjwa na kuondoa makosa ambayo yanaweza yakazuilika kutokana na ile human error. Tunaendelea kutoa mafunzo. Hii ni hospitali ambayo pia inashirikiana na kituo cha tiba cha afya Muhimbili, na ni kituo pekee cha mafunzo ukanda wa Afrika pia katika kuweka maabara maalum ya masikio upasuaji, na tumeshafundisha madaktari 36 wazawa na madaktari 12 kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Ghana, Nigeria wamepata mafunzo katika kitengo chetu, na madaktari wetu 2 wamepata mafunzo ya upasuaji na upandikizaji wa vifaa vya usikivu. Tunaendelea kufanya tafiti, elimu na ushauri, na tunasimamia chuo cha afya shirikishi Mukohas. Tuna zaidi ya wanafunzi 3000 kwa mwaka ambao wanapita hapa, na tuna kliniki 127 kama nilivyozieleza hapo mwanzoni, ambako zinachangia kutoa elimu pia katika wanafunzi hawa na kuendeleza matibabu ya kuwa na wataalamu bora hapa nchini. Tunaendelea pia kutoka nje ya nchi. Tulikuwa na kambi maalum ya matibabu visiwa vya Anjuani, Komoro, ambapo madaktari wa MOI JKCI walihudhuria, na hospitali yetu ya taifa Muhimbili ilifanikiwa kuona wagonjwa 1070 ambako baadhi yao walipewa rufaa na wameendelea kuhudhuria katika hospitali hii na kuendelea na matibabu. Hospitali hii ina miradi mbalimbali ya maendeleo. Tuna uboreshaji wa vyumba vya upasuaji kwa wajawazito. Ni mradi ambao tumeuanza na tunatarajia utaisha mwezi wa 2 mwaka huu, na unatumia gharama ya bilioni 1.5, ambako milioni 500 tulipata uchangiaji kutoka NMB na mingine tunatumia kwa fedha za ndani. Hivi ndivyo ambavyo vyumba vilivyokuwa kabla na ndivyo ambavyo tunatarajia vitakuwa baada ya marekebisho. ST Bongo, nyumbani kwanza.